tumekuja kwenye sehemu ya kazi. Kwa majina, mimi naitwa Rajab Ali Rajab, ndio mkuu wa wilaya ya Kati. Yaani hapa mlipo mko ndani ya wilaya ya Kati na mimi ndio mkuu wa wilaya. Sawa eh? Kwa hiyo tupo hapa na Mheshimiwa Waziri ambaye anashughulika na vijana, ajira. Kwa hiyo tupo naye Mheshimiwa Shabani, tupo na katibu mkuu. Tuweze kusema kwa hiyo tupo na katibu mkuu na tumekuja hapa kwa jambo moja tu, kwa sababu kumetokea tukio katika sehemu yenu hii ambayo mnafanya kazi. Kuna klipu ya video ambayo imerekodiwa kwenye eneo lenu hili la kazi. Sasa hiyo klipu haiko vizuri, yani imeleta mkanganyiko mkubwa sana. Sasa kuna mfanyakazi mmoja miongoni mwenu, of course atakuwa yeye ndio karekodi, na dhamira yake ni kuleta hii taharuki ambayo imetokezea, kwa sababu kwenye hicho kipande cha video ukikiangalia ya kwamba kinaonyesha kwamba nyinyi mpo hapa mnapata nafasi za kuna nafasi za kazi ambazo zinatolewa, lakini zinatolewa kwa ubaguzi, ya kwamba watu kutoka Tanzania bara hamruhusiwi kuingia humu ndani kufanya kazi. Kwa kitu ambacho kwa kuangalia sura tu, yani ukikiangalia unakiona hicho kitu sio kweli, kwa sababu sisi tunajua kuna vijana wengi na kutoka kwenye mikoa mbalimbali ambao wanafanya kazi katika eneo hili. Sasa kwenye hilo Mheshimiwa Waziri amekuja, lakini pamoja na hilo tunataka tujue tu kwanza kile ambacho kimetokezea hapa, kama kimetokezea jana tu ambapo kimerekodiwa, lakini leo ndo kimerushwa na kimesababisha taharuki kubwa. Sasa kuna kiongozi wenu hapa, tutamruhusu aweze kutuambia, kiongozi aweze kutuambia at least ile kihistoria, yani kitu gani kimetokezea, vipi mnaingia kazini, utaratibu gani umetumika, mpaka sababu gani ambayo huo utaratibu ambayo ulikuwa unatumika ukaweza kutumika. Kutokana na kazi iliyoenea mitandaoni ya kutoa taarifa za ubaguzi dhidi ya watu wenye asili ya bara, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imelaani kitendo hicho kilichofanywa na mwananchi mmoja ambaye hana nia njema na Tanzania, kwa kuleta taharuki ya ubaguzi ya kusema kuwa watu wa bara wanabaguliwa kwa kupata kazi za kibarua katika ujenzi wa hoteli ya Jazi Adonia iliyopo katika kijiji cha Uroa, jimbo la Chwaka, wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Akizungumza na wafanyakazi wenye asili ya kutoka Tanzania bara katika kampuni ya ujenzi ya CRJ, Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Shaban Al-Osman amewapa pole wafanyakazi kwa changamoto iliyopata kutoka kwa walinzi wa mlangoni katika eneo hilo la ujenzi wa hoteli, na kusema kuwa kitendo hicho kilichofanywa na mtu ambaye anafanya kazi katika kampuni ya ujenzi hakikuleta taswira nzuri katika nchi, na kukemea kitendo hicho, pamoja na kusema kuwa vikosi vya ulinzi na usalama vitamtafuta popote pale alipo ili kuweza kujibu kueneza uzushi huu. Vijana wenzangu, wafanya kazi, habari za jioni. Poleni na kazi. Poleni tena na kazi. Poleni na misukosuko. Lakini wanaume tumeumbiwa kupambana, lazima tupambane, sio? Haya, sasa mimi nimewasikiliza, na mimi nijitambulishe kwa jina, naitwa Shabani Ali Othman, Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Hapa tuko pamoja na serikali ya mkoa na wilaya. Nimewasikiliza waongeaji wote ambao wameongea. Nimetangulia kuwapa pole kwa sababu kilichotokea kama serikali hakikutupa picha nzuri kweli kweli, lazima tuseme wazi. Waliofanya haya ni miongoni mwenu kwa mujibu wa picha ambazo zimeenea na tumeziona. Serikali imetuagiza, na mimi niko hapa kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais, kuja kuwasikiliza vijana kile ambacho kimetokea, na kama kuna changamoto basi tuone namna bora ya kutatua, ili tuendelee kufanya kazi, tuendelee kujenga nchi yetu na taifa letu. Jambo la kupendeza ni kwamba maneno ambayo tumeyasikia hapa site kutoka kwenu nyinyi na yale ambayo yameenezwa katika mitandao ni vitu viwili tofauti. Imeenezwa dhambi kubwa ya ubaguzi, lakini furaha yangu na furaha ya wenzangu wote kwamba nyinyi wenyewe mmekiri hakuna mtu hapa aliyebaguliwa kwa rangi, eneo analotoka, dini yake. Wote sisi ni Watanzania. Changamoto ambayo mmeieleza
Ni wajibu wetu kama serikali kuwasikiliza na kuichukulia hatua za haraka ili itatuke. Tumeelewana vizuri? Swala la nyinyi kudaiwa vitambulisho ikiwa getini na mwajiri, hilo ni jambo la kawaida. Kwanza nataka muelewe ni jambo la kawaida. Lakini mwajiri kuzuia vitambulisho, hili si jambo la kawaida. Security officer kuzuia vitambulisho vya watendaji ama watumishi ama wafanyakazi, hili si swala la kawaida, kwa sababu kitambulisho ni mali ya muhusika mwenyewe. Kwa hiyo sisi kama serikali sasa hatutaki kupiga stori nyingi hapa. Tuna furaha tumekutana na Watanzania wenzetu watulivu, wasikivu na wako tayari kufanya kazi, lakini hawako tayari kuona wanaingizwa katika shida ambazo hazina msingi. Sasa maelekezo yangu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu hili eneo liko katika himaya yako na mkoa wenu, lazima tukae mimi, nyinyi na wengine hao ambao wanahusika, wakubali waajiri wa maeneo haya watengeneze utaratibu mwingine mzuri wa kuwatambua wafanyakazi wao, lakini vitambulisho vyao wawaachie wenyewe. Tumeelewana vizuri? Tutatengeneza utaratibu mzuri wa waajiri kuwatambua wafanyakazi wao, lakini vitambulisho vitabaki kwa mmiliki mwenyewe. Tunaweza tukatoa kopi, tukaleta kopi zikabaki eneo la kazi. Vitambulisho original tutabaki navyo wenyewe. Lakini nataka niseme na nieleweke, kama tumetakiwa kuja na vitambulisho, hii pia tujue ni kwa faida yetu wenyewe. Sijui umeelewa vizuri? Linapotokezea tatizo eneo lako la kazi, lazima watu wajue wewe ni nani, unatoka wapi, ili utatuzi wa tatizo iwe rahisi kupatikana. Sijui umeelewa vizuri? Bila ya kuwa na ID itawia ngumu sasa wewe kusaidika. Tunaelewana? Kwa hiyo jambo jingine ambalo limenifurahisha hapa, hakijatakiwa kitambulisho kimoja kama inavyosemekana. Uwe na kitambulisho cha kura, utaweka pale kinakutambulisha mfanyakazi. Uwe na leseni ya udereva, utaweka pale kopi na kutambulisha mfanyakazi. Uwe na pasipoti, uwe na NIDA, uwe na zani ya ID. Hivi ni vitu vya kawaida, tusivichukue katika mtazamo wa kupotosha. Tunaelewana vizuri? Kwa mimi nakuombeni sana ndugu zangu, endeleeni kufanya kazi. Sisi kama serikali hapa tumepata alamu, tutakuwa macho sana na eneo hili, kwa sababu pia ndani yetu kama wafanyakazi wako ambao hawataki sisi tuendelee kufanya kazi. Kuendelea kusambaza dhana ya ubaguzi maana yake ni kuliharibu taifa. Mtaanza kuharibu eneo lenu la kazi, lakini mwisho kama taifa tutakuwa hatuna utulivu. Kwa hiyo kwanza sisi ina maana tuwakemee kwanza wale ambao wenye vishawishi vya namna hiyo, lakini la pili naagiza yule ambaye amerekodi kwa vile hana huruma na Watanzania wenzio walioko hapa, lazima tumtafute na hatua zichukuliwe dhidi yake. Hatuwezi kumwacha mtu mmoja akaharibu maisha ya watu 1000. Sio, tunaelewana vizuri? Hatuwezi kumwacha mtu mmoja akaharibu maisha ya watu 1000. Tutashughulika naye, hawezi kufanya kazi, atatupisha. Watu wengine wapo nje wanataka kazi hizo, watakuja kufanya. Tunaelewana Watanzania wenzangu? Kwa hiyo tunaondokeana hapa, tunakubaliana kwamba katika eneo hili ambalo limerekodiwa hakuna Mtanzania yoyote aliyebaguliwa kwa sababu ya eneo lake analotokea. Waliozungumza wamezungumza hapa, wote wanatoka mikoa ya Tanzania bara. Hii inamaanisha kwamba jamii kubwa ya wafanyakazi wa hapa pia wanatoka upande wa pili wa bara. Endeleeni kufanya kazi. Rais Samia na Rais Mwinyi wameapa kuilinda nchi hii na Watanzania wake. Mtanzania ana uwezo wa kufanya kazi eneo lolote ndani ya Tanzania. Kitu cha msingi ni kufuata sheria na taratibu ya eneo husika.
Mtanzania yuko uhuru kuishi sehemu yoyote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sisi kama Zanzibar tunasema hatutambagua mtu yoyote, kwa sababu hata sisi hatupaguliwi tunapokwenda. Kwa hiyo kama Tanzania tuzungumzeni utanzania, tuacheni haya mambo ya kwenye mitandao na wapotoshaji wengine ambao hawaitakii mema nchi yetu. Lakini la mwisho nataka niwasihi ndugu zangu, eneo la kazi ndio eneo tunapata riziki. Tutunze heshima na nidhamu zetu katika maeneo ya kazi ili tuitunze kesho yetu. Tunaelewana vizuri? Kila mmoja katoka kaja hapa kutafuta. Hakikisha unakipata unachokitafuta, mengine atakuja baadaye. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mimi nashukuru sana, lakini message ya serikali ni kwamba sisi tutaendelea kuhakikisha kwamba tunawalinda Watanzania katika maeneo yao ya kazi popote walipo. Na mara itakapotokea changamoto, toeni taarifa katika vyombo kwa utaratibu, na sisi tutakuja kuwasikiliza na tutatatua. Hili la waajiri wenu na wahakikishia, ndani ya wiki moja kila kitu kitakuwa kimekaa sawa, na hakuna mfanyakazi yoyote atakayeondoshwa kwa sababu nyingine yoyote kama sio utovu wa nidhamu wa kwake mwenyewe. Umeelewa vizuri? Nawashukuruni sana, asanteni sana. Mwenyekiti wa ulinzi na usalama mkoa wa Kusini Unguja ambaye ni mkuu wa mkoa Hamida Musa Hamisi anaelezea jinsi ya kilichotokea pamoja na kutoridhishwa na taharuki ya uzushi wa ubaguzi mitandaoni. Tupo hapa kwenye shehia hii ya Uroa kufuatia kadhia ambayo inaendelea mitandaoni ambayo ina viashiria vya uchochezi na ubaguzi. Sasa nikiwa mkuu wa mkoa huu wa Kusini Unguja ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa, tulikuwa na wajibu wa kufika kwenye maeneo haya kuzungumza na wale wafanyakazi, viongozi, lakini na kila ambaye anahusika katika kulipatia ufumbuzi na kulitafutia uhakika lile tukio ambalo linaendelea. Nianze kwa kukanusha kwamba kilichotokea hakihusiani kabisa na uzawa au masuala ya muungano. Lakini ofisi zetu kupitia vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, kituo chetu cha Chwaka, juzi kilipokea taarifa ya tukio la wizi ambao uliripotiwa pale kutokea katika maeneo haya ya ujenzi yanayoendelea. Wakandarasi waliripoti kwamba baadhi ya mafundi waliokuwa wanashughulika na shughuli za ufundi walituhumiwa kuiba. Sasa kutokana na tukio la wizi katika site inayoendelea kufanywa kazi, lazima kuwe na mikakati mingine ili kuzuia matukio kama haya. Sasa wenzetu hawa kwa sababu wana vitengo vyao vya ulinzi kwenye mahoteli na site kama hizi za ujenzi, walikubaliana kwamba kutokana na lile tukio la wizi ambalo limeripotiwa kituo chetu cha Chwaka kwa IR namba 86 ya mwaka huu 2026, imeonyesha kwamba hilo tukio lilitokea, na jeshi letu la polisi mkoa wa Kusini linaendelea kufanya uchunguzi juu ya tukio hilo. Lakini wakati jeshi la polisi linaendelea kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, wenyewe eneo la ujenzi waliamua kuimarisha ulinzi. Na katika hatua za kuimarisha ulinzi, mojawapo ilikuwa kujiridhisha kwamba kila anayeingia katika eneo hilo basi atakuwa na vitambulisho. Na huo ni utaratibu popote upo, wala hauna mnasaba na ubaguzi wala shughuli nyingine zenye mahusiano na haya. Kwa hiyo wao walichofanya, mkuu wao wa usalama wa eneo hili alielekeza wale walinzi walioko milangoni kwamba wafanyakazi na mtu yoyote ambaye atatakiwa kuingia kwenye eneo la ujenzi waanze kuonyesha vitambulisho. Sasa kama tunavyoelewa, kwenye site ya ujenzi wafanyakazi wapo wengi, na hawa huwa wanakuja hapa kwa magari. Huwa wana taratibu za kuingizwa kwa magari, wanaingia kwa pamoja wengi. Kwa hiyo kama kuna ukaguzi, lazima wengine watalazimika kufollow, wengine wakiwa wanaendelea na hili. Changamoto iliyokuwa imejitokeza na sisi tumeibaini ni moja tu, kwamba wale walinzi walikuwa wanakagua vitambulisho na si kitambulisho cha Mzanzibari kama ambavyo ilisomeka. Kitambulisho chochote, wenye leseni walionyesha, wenye kitambulisho cha Mtanzania, wenye kitambulisho cha kura, wenye kitambulisho cha Mzanzibari, wote, ilimradi kile kitambulisho ambacho kinakuonyesha we nani.
Wakishajiridhisha wewe ndio uliopo kwenye hiyo picha na ndio unayetakiwa kuingia kwenye site kwa ajili ya shughuli za ujenzi, basi walikuwa wanaruhusu wanaingia ndani. Na sisi tumejiridhisha kwamba asilimia kubwa wanaofanya kazi hapa ni watu wa Tanzania bara na wameendelea na shughuli zao za kazi. Hakuna mtu ambaye amezuiwa kufanya kazi. Watu wameendelea na shughuli zao na hata kesho watarudi waendelee na kazi zao. Tulichoelekezana na wenzetu wa kitengo cha ulinzi kwenye saiti hii ya ujenzi ni kwamba wakague vitambulisho na warudishie, kwa sababu ile sitafahamu iliyotokea ilikuwa kwamba wanataka wakague alafu vitambulisho vibaki kwao. Hasa hilo mtu yoyote anaweza asiliridhie, kwa sababu kitambulisho ni mali ya mtu. Sasa hilo tumeshaelekezana kwamba wana haki ya kukagua vitambulisho. Hata sisi tunapoingia kwenye maofisi mengine, cha msingi unaonyesha vitambulisho, unaruhusiwa kuingia kwenye shughuli zako. Kwa hiyo kiusalama, sisi zoezi la kutaka kutolewa kitambulisho kwa eneo ambalo lilitokea tukio la wizi ama matukio mengine ya uvunjifu wa amani ni kitu cha kawaida, na halikuwa limeashiria kumlenga mtu kwa maeneo anayokaa, kwa asili yake, kwa uzao wake, hapana. Kwa hiyo nikiwa mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa, tunakanusha kile kipeperushi ambacho kinaendelea kuzunguka katika mitandao ya kijamii kwamba hakuna tukio hilo, na lile tokeo linaloonekana pichani lilikuwa linahusiana na ukaguzi wa kawaida wa vitambulisho kwenye saiti inayofanywa kazi ambapo kulitokea tukio la wizi. Kwa hiyo niwaombe sana kila mmoja awe makini na taarifa anayoitoa, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi nyakati zote, na kwenye hili Jeshi la Polisi mkoa wa Kusini linaendelea kumtafuta aliyeleta taharuki, na tutakapombaini na tukajiridhisha na tukio lile, basi hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Hili halina kucompromise, tutalifanyia kazi kwa sababu Watanzania ni wamoja, Wazanzibari na Watanzania bara sote ni ndugu, muungano ni wetu, na kila tunalolifanya huwa haliangalii mtu asili yake. Sisi katika mkoa wetu tuna maeneo mengi yanayoendelea miradi ya maendeleo, wafanyakazi walio wengi ni kutoka Tanzania bara na hakuna mtu aliyebughudhiwa. Lakini niendelee kutoa wito kwa wananchi, endapo kuna mtu atakuwa anajihusisha na uchochezi, wasisite kutoa taarifa mapema kwenye vyombo vyetu vya ulinzi, ofisi zetu za shehia, wilaya, lakini pia mkoa. Nitumie nafasi hii pia kuwashukuru ofisi yetu ya wilaya, mkuu wa wilaya na timu yake, tokea asubuhi walikuwa wanalisimamia hili kujiridhisha kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kuleta taharuki. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuendelea kutoa onyo kwa yoyote mwenye dhamira mbaya ya kuichafua nchi yetu, kuichafua mkoa wetu, kwamba hakuna matukio kama haya. Wananchi wote wanaendelea kufanya shughuli zao na kazi zinaendelea kama kawaida. Andreas Peter ni security manager katika kampuni ya ASK Security katika hoteli ya Jazz Adonia iliyopo shehia ya Uroa, pamoja na Mike Wambura ni askari katika kampuni ya ASK Security Mlangoni. Wanaelezea jinsi ya kazi ya hiyo ilipoanzia. Kwa majina mimi naitwa Elias Peter, ni security manager hapa Jazz Maruna, Jazz Adonia. Kuna video clip ambayo imerekodiwa na sisi wafanyakazi hapa. Ni klipu ambayo kwa kweli haina mazingira mazuri. Sababu ya hiyo klipu kutoka, imetokea kwamba juzi tulikamata wizi. Kuna mwizi tulimkamata hapa ambaye aliiba kopa waya. Sawa sawa. Mwizi huyo tukamchukua maelezo, lakini anafanya kazi kwenu hapa. Kwa hiyo tukaimarisha utaratibu wetu wa kawaida wa kuingia getini wakiwa na vitambulisho. Sawa sawa. Vitambulisho vyovyote ambavyo mtu alivyonavyo, lengo ni kuwa na kuleta utaratibu wa kawaida tu, yani utaratibu wa kawaida kwamba lazima wafanyakazi wote wanaoingia wawe na vitambulisho. Sawa sawa. Kwa sababu hiyo ile clip iliyorekodiwa inaonyesha kama kuna ubaguzi, kama hampewi, kama watu wa bara hampewi vipaumbele Zanzibar. Kumbe ni tofauti kabisa na jinsi ilivyo. Sawa sawa. Kwa sababu hiyo ndio maana unaona kuna wakubwa wamekusanyika hapa ili kuweza kueleza jambo hili kwa ufasaha zaidi. Vitambulisho ni kawaida ili kuweza kuwatambua wafanyakazi kama imetokea mtu ameumia, mtu amepata tatizo pengine la kifamilia, au kuna changamoto nyingine yoyote, ili kuweza kuwatambua, kwa sababu hapa ndani hapa kwenye hii hoteli, kwenye hii project
kuna makampuni tofauti tofauti. Kwa ni utaratibu wa kawaida getini wa mfanyakazi wa kampuni yoyote kutambulikana kwa kitambulisho chake. Ni utaratibu hata ukienda sehemu nyingine yoyote utaratibu huu upo. Kitambulisho gani ambacho kinatumika kwa ajili ya kutambuliwa? Vitambulisho ambavyo vilikuwa vinatumika ni kitambulisho chochote ambacho mtu anatakiwa kuwa nacho, kiwe cha mpiga kura, kiwe ni cha Mzanzibari, kiwe ni cha taifa, cha NIDA, kitambulisho chochote kilikuwa kinatakiwa hapa. Kwa tukio hili na utaratibu ambao sisi tumeuweka ni kutokana na tukio lililotokea juzi. So tukaamua kwa sababu mtu mwenyewe aliyokuwa anahusika na yeye kuna kila ukipita kila mtu hamfahamu. Kwa tukaona hii itatuletea shida. Ipo siku tukio kubwa litakuja kutokea ambalo ni tofauti na hilo dogo ambalo limetokea la waya, tutashindwa kumpata muhusika. Kwa sisi kama kampuni yetu ya ulinzi tukaamua na tukapata maelekezo kutoka kwa management kwamba mfanyakazi yoyote atakayekuwa anaingia ndani kupitia mageti yote inatakiwa awe na kitambulisho chochote, kiwe kitambulisho cha kazi kulingana na kampuni anayofanyia kazi, kitambulisho cha taifa, kitambulisho cha mpiga kura, kitambulisho cha Mzanzibari. Na ikishindikana vitambulisho vyote hivyo anaandikiwa barua na muajiri wake ambaye ni kampuni husika. Kwa mfano, kampuni labda tuseme Remco, bosi wake anamwandikia taarifa kwamba bana huyu mtu fulani fulani na mtambua. Ina maana kwamba likitokea la kutokea humu ndani tunajua pa kuanzia, tunajua mtu wa kumuuliza. Lakini kwa klipu iliyotokea sio, lengo halikuwa hilo. Wote ni mashahidi mliokuwepo getini. Hamna mtu aliyezuiliwa kuingia ndani kwamba kubaguliwa, sijui kutokupewa kazi. Hapana. Yule mtu labda alikuwa na intention yake tu tofauti. Lakini sisi kama sisi intention yetu wote mnaijua. Na hamna mtu aliyerudishwa kwamba asifanye kazi. Tangu jana tunawatangazia kwamba jamani, tunaanzia kesho tutakuwa tunaingia kwa kutumia vitambulisho na utaratibu wote tukautoa. Kwa hiyo video inayosambazwa ni kupotosha tu wananchi na kuipotosha jamii na kuweka taharuki tu, hamna kingine. Asanteni sana. Hao wafanyakazi wa kampuni ya CRJ kutoka bara ambao wamesingiziwa kubaguliwa hapa Zanzibar wakaona haya ya kusema. Kwa majina naitwa Rashid Hassani, natokea mkoa wa Morogoro. Mimi ni mfanyakazi wa CRJ au kibarua wa CRJ, kampuni inayofanyia kazi humu ndani. Jana asubuhi tulipofika tuliambiwa msiingie ndani mpaka uwe na kitambulisho cha taifa, yani cha NIDA au Zanzibari mkazi. Tukauliza sababu, tukaambiwa taarifa imetoka kwa general manager. Mimi simjui, lakini tuliambiwa hivyo. Wengi hatukuwa navyo. Tukakaa sana pale, wengine inakuaje. Sasa tukasemaje, wenye navyo wakasemaje tunavyo, ila kuviacha hapa getini hatukubali, ila kuonyesha kama ninacho nipo tayari. Wapo watu walikuja na vitambulisho vyao wakaambiwa kinatakiwa kibaki getini. Shida hapo ikaongezeka kwamba hamna mtu anaotaka kuacha kitambulisho chake getini, ila kuonyesha watu walikuwa tayari. Ila kuhusu swala la kutengwa, kwa mimi binafsi ninavyoona hatujatengwa. Kwa mfano mimi hapa tangu nimeingia mwezi wa 12 sijawahi kurudishwa nyumbani kwa sababu mbongo. Kila siku nafanya kazi. Ila shida ilianzia jana ni hiyo kitambulisho. Na hicho kitambulisho kilianza jana. Sababu maalumu hatukufafanuliwa. Labda leo kwa sababu askari wapo watufafanulie vizuri mbele ya viongozi hapa kwamba shida ni nini. Nini haya mheshimiwa? Majina naitwa Jamali Osman Kamtande, natokea mkoa wa Mtwara, wilaya Tandaimba, kijiji na Chunyu. Shida kubwa ambayo iliyotokea hapa mlangoni, hao walinzi wetu hao walikuwa wanamata hivi vitambulisho, yani vitambulisho wabaki navyo wao, sisi ikawa tunakataa. Ndipo palipoanza mgogoro hapo, ila hatujatengwa, hatujakatazwa kusema kama wabongo wasifanye kazi, hilo swala halipo, ila wao walikuwa wanamata vitambulisho wabaki navyo. Ndicho tulichokaa tunakataa sisi wafanyakazi wa CRJ. Kwa jina naitwa Thomas, natokea Tabora, nimekuja hapa Zanzibar kwa hizi kazi.
mimi namsupport huyu ndugu yangu aliyetoka hapa, lakini swala la mlinzi kusema kwamba alikuwa anataka kwamba watu waonyeshe kitambulisho au aje mwajiri wake amchukue mtu wake amwandikie barua aingie naye, hilo nakataa. Hao walinzi wanatuzuia sisi kuingia, hata kunywa maji, site haina maji, kwenda kununua maji wanakuambia ukiingia haitakiwi kutoka, na ukuingia uingie na kitambulisho cha taifa au cha mkazi Mzanzibari, sawa. Alafu wamesema kwamba uingie na uandikiwe barua na mwajiri wako. Kuna mfanyakazi wangu kaingia na bosi wangu, walinzi wakamzuia, wakasema hatakiwi kuingia mtu humu bila kitambulisho, sababu kile ambacho kimetoka hivyo vitambulisho, sababu hiyo ni procedure zenu za ulinzi mlangoni. Tunachokihitaji, yani kuna watu kutoka, kwa sababu tu mnatoka Tanzania bara hamruhusi kuingia humu ndani kufanya kazi. Hilo tunataka tuthibitishie. Kwa hilo hapana, hatujazuiwa kufanya kazi, tunafanya kazi vizuri, lakini changamoto iliyokuja ni kwenye vitambulisho, lakini swala la kutengwa hapana, sijaliona, halipo. Kitendo hicho cha uzushi wa ubaguzi kimeleta taharuki kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Kati, ambapo ilikuwa kwenye ziara ya mkuu wa wilaya Kati katika shehia Tindini na kuamua kwenda Uroa kusikiliza taharuki hiyo. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii, pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka kijiji cha Uroa, jimbo la Chwaka, wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.